Hello guys, thank you for subscribing to my YouTube channel. My name is Boss Mtoto from Mukunda Diani. So this is me. Sahi ni saa 9, almost saa 10 usiku. Yeah. So I had to record this video. At least msikose content ya kuwatch hapo YouTube. Yeah. So as you know tunaelekea is it 12k 13k subscribers. Oh nimekuwa busy hadi nasahau kama tunaelekea 13k subscribers. So guys, thank you so much and I do appreciate so much. Personally, siwezi sema ni nguvu zangu. Guys, you have been big support kwangu na nawapenda sana. So guys, I just want us to talk about some few comedians. Yeah. Nataka tuongelee comedians kiasi, alafu mniambie how do you see their progress. Wa kwanza ni Steve Mweusi, wa pili ni Clamvevo, wa tatu ni hiyo anajiita nani, Asma. Mtoto Asma ama ni Asma comedians ama Asma films whatever. Alafu kuna baba Joan. Yeah. Baba Joan, Ndaro pia tunaweza muongeza kwa hiyo list. Sidhani kama kuna mwingine. No, Kicheche. Okay, tukipata time tutamuongelea pia yeye kwa hiyo list. So guys, so there was this tough competition ambao Clamvevo akifungua YouTube channel yake, Steve Mweusi was almost 1 million subscribers there. Yeah, I guess so. Na sahi as we are talking, Clamvevo amepita Steve Mweusi na subscribers na mbali sana. So guys, what do you think helped Clamvevo kupita Steve Mweusi kwa subscribers? So nadhani ni kwa sababu gani Clamvevo alipita Steve Mweusi kwa subscribers? Kwa sababu ukiangalia Clamvevo alianza nyuma ya Steve Mweusi, but sahi Clamvevo ako mbele. Am I lying? No, I'm not lying. Those are the facts. Those are the statistics that are there. Yeah. Hivyo ndo ndivyo kuko yani. Sahi Clamvevo ako na 2 million subscribers. Steve Mweusi ako na 1 million subscribers. Okay. Steve Mweusi na yeye ametoa film yake. Is it a film or a video? Yeah, it's kind of a video, so kind of a movie. Inajiita sijui nini, Memkwa School. Yeah, I guess Memkwa School. Na iko na almost 1 million subscribers. The last time I checked, niliona iko almost 1 million followers, I mean views, I mean. So the video is doing well, but he is not consistent. That guy is very stupid. Yeah, I'm sorry to abuse him, but huyu jamaa ni kind of ignorant. Huyu jamaa angekuwa hiyo Memkwa School anaachilia kila siku ama after every 2 days angekuwa mbali sana. Shida yake ni kuwa ignorant na kujiona alishaomoka. Of which in sawa ameomoka is so much okay, anaweza kuwa yeye ni tajiri. Ni sawa, ameomoka, whatever the matter, whatever the fact, ameomoka si mbaya, si ndio? Yeah, na hiyo ni siri yake. But when it comes to content creation, my friend, it needs consistency. Hata mimi kuna siku zenye nikikosa kupost kitu, I feel like guilt, yani nasikia yani nikaa najihukumu. Ushaona? So that's how Steve Mweusi should feel. Okay, Clamvevo na yeye pia akona content. Yeah, kama sasa anaposta hiyo movie yao mpya sijui inajiita The Big Boss. Ni Big Boss ama The Big Boss, whatever, ama ni whatever. Yeah. Sasa hiyo Big Boss nayo pia anaachilia after 3 days 4 days. Hune ndo mwingine. Shida ya kuomoka, shida ya kumake it na content creation ndo hii. Unakuja unakuwa ignorant, unaona there is no need of posting daily. Unaona? Although it needs you need to give your videos sometimes at least gain views, the real views, you know. Yeah. Sasa at least mi siwezi laumu sana Clamvevo kwa sababu yeye anacheza part yake, ana grow subscribers wake. How about Steve Mweusi? Steve Mweusi hata pesa ya views zenye ako nazo sasa hii alishakula kitambo. So sasa hii Steve Mweusi is not that rich if I compare him to Clamvevo. Clamvevo, okay, is doing expensive contents, analipa watu, but for me Clamvevo is doing well. Yeah. Sijui kama nyinyi mnaona the way you are looking at these things, to the perspectives zenye naangalia. Juu, tell me,
Clamvepa anafanya content ngumu, si ndio? Yeah, ni ngumu. Kuna ile pasua kichwa kule na kuna hii zote zinafanywa town, watu wanalipwa. But beside kulipa watu, mimi naona bado is great. Yeah, akona subscribers wengi, and subscribers are the most interesting part of content creation in YouTube mostly. Mimi personally, I love subscribers more than views. Yeah, yani okay, views ndo wanalipa, but unaona subscribers mwanzo wakigrow, at least unaona my account is growing. Like kama mimi sasa naona naelekea 13k subscribers, I just feel proud of myself. Yani najiona nimefanya kazi. The next comedian ni Ndaro. Ndaro pia ni mcheshi. Yeah, sote tunajua Ndaro ni mcheshi na ametoa some collabs na Steve Mweusi, akatoa wenzake mwenyewe, ameimba pia, ni mwimbaji. So naona yeah, Ndaro pia hayuko consistent hivyo, but at least yeye anajaribu. Saa zingine anatoa nyimbo akiona kumetulia sana. Mwingine ni Baba Joan. Baba Joan, congratulations to you, at least ulifika 1 million subscribers and you are heading, unaelekea mbali sana. Yeah, may God bless you, may God open for you your ways, may God always be with you, and may your content be flourish with views. Wa mwisho, I think no mwisho, yeah, ilikuwa ni Mama Asma, ile Asma Films, ile yenye iko na ile movie ya Dunia. Kama umewatch movie ya Dunia unaweza nielewa what I'm trying to mean. Like movie ya Dunia iko na mafunzo mengi sana. Okay, I have not watched it, but nikiona vile watu wana comment nini kutoka eti wenye tumetoka movie ya Dunia tukaingia kwa profesa ya anajiita nani kijana wetu, Kipara Wanaman, yeah, ama Love Me Again ya Sandra, tujuane hapa, unaona. So at least I know that movie is doing okay. Mine is not about which kind of movie una post. Mine is all about growing your subscribers. Maybe as far as your account is growing, I'm good with you, and I'll always appreciate you. Yeah, I think that is the best the best word to use. Otherwise, guys, for me, I can pick Clamvepa as my best. Then Steve Mweusi at least kidogo. Hiyo memkwa school amejaribu, but anafaa kuachilia. Steve Mweusi, ushauri wangu kwako, achilia vitu, achilia madude, acha uoga. Shoot, acha uvivu na wacha uoga. Achilia content kama ni memkwa school, achilia memkwa school. Ulianza tu hiyo mama yangu kichaa, ukaachia katikati. Sasa hii umeanza memkwa school, umekwama. Shida iko wapi? Ama wanakuroga ndugu yangu, tukupigie matambiko. Otherwise, guys, thank you for subscribing to my YouTube channel. Nawapenda, and see you in the next video. Nawapenda sana. Goodbye. Boss Mtoto from Mukunda Diani. Follow me on TikTok, YouTube, and Instagram at badboy Boss Mtoto. Badboy Boss Mtoto, yeah. Goodbye. Kwaheri. Wolan. So thank you guys for subscribing to my YouTube channel. Another day, another good day, another fun night. Saa 9 usiku, saa 10 usiku, saa tuna record this video. Just to quote the words that Diamond Platnumz song said. Okay, mi kama kuna kitu napenda ni kusikiliza show za Diamond. Not show, tutazita nini? Interview za Diamond Platnumz. So kuna interview moja ya Diamond Platnumz aliulizwa kuhusu Harmonize, Aslay na Lava Lava. Akaulizwa, why do you think that Harmonize, Lava Lava and Aslay wanapotea kwa game ya mziki? Diamond akasema, kitu cha kwanza, ukipata pesa kidogo usijifanye eti umeomoka. Yani, okay, you may hit for a certain period of time, lakini ile pesa uko nayo uitumie vizuri, or you don't want to be managed, you don't want to do what. Akasema yeye alikuwa kidogo akwe na kiburi, but manager wake ambaye anajiita nini, Salim SK, kitu kama hiyo, yeah, akamwambia hii pesa bado haijatosha mdogo wangu ama mkubwa wangu, so let's grind, yeah. Sasa tamaa za ujanani, tamaa za uzeeni tuziache. That's why Diamond mpaka saa hii akona Salim SK, manager wake wa kwanza, na hajawahi mbadilisha manager mpaka wa leo. Tamaa hazijamcontrol.
pesa anapata anakubali kukontroliwa, anapewa pesa yake, like anafundishwa kutumia pesa yao. That's why hata alitumia akili akachukua Zuchu ambaye ni msanii wake ndo asigaramike. Kitu Zuchu anataka anajinunulia kwa sababu ni msanii ako na pesa. So unaona? Yeah. So hiyo ni akili ya pesa. So Harmonize kitu cha kwanza kitu kinamharibu ni bangi. Anavuta sana. Kitu kingine wanawake mitulinga, anapenda sana mitulinga, mafurumbanya, Kenya wanaita mafurumbanya. Anayapenda sana mafurumbanya huko. Wanawake wote wenye mitulinga huko ni kama amepita nao wote. Kitu kingine Harmonize kinamponza ni dharau na kejeli na hapendi kufunzwa. Hapendi kuadvise you. You can't advise Harmonize. My friend, if you advise Harmonize then you are a crew. No. Wewe ni Harmonize. Kitu kingine inamsumbua ni mapenzi. Mapenzi yatamuua huyo kijana. Akipenda amependa kweli. Although wenye anapenda hawampendi. Mwingine ni Aslay. Aslay naye pombe zinamponza na mapenzi. Pombe na mapenzi. Washa. Nina stress zimejaa kwenye kichwa. Songeza kiti nikonyeshe madure kuna kijana ananisumbua sana. Mke wangu rahana. Chumbani wani hakuna. Asidhani mimi ni mkimya sana. Njia naumia roho yangu. Yeah. So hiyo ndo kuhusu Aslay. Lava sasa. Lava kitu cha kwanza hana nyota. Kijana hana nyota. Sijui nyota yake ilizimwa ama ilikatwa ama ilifanya nini. Lava hana nyota. Kusema tu ule ukweli, Lava hana nyota. Kitu ya pili anapenda sana mapenzi na anapenda kujiona tajiri na bado hajatusua sana hivyo. Although make it lakini not sana hivyo kwa sababu si ametoka Wasafi nao anajitegemea bait gang. Okay, it's good kuamua kujitegemea, but for me I think alifanya mapema sana hiyo. Okay, kujitoa Wasafi ni vizuri, at least nyota yake ing'ae. Yeah. Joto alimwambia anaibiwa nyota na kina Diamond whatever, so yeah. So what advice should I give those three? Toeni nyimbo bana. Aslay, toka na album yako. Atengeza album 3. Unaona? Atengeza album 3. Achilia kila baada ya mwezi achilia album. Kila baada ya mwezi achilia kama mwezi huu achilia album moja. Iache itese after mwezi umeisha achilia album nyingine. Iache itese after mwezi mwingine umeisha toa album nyingine. Ngoma 8 toa ngoma 9 hata 10. Yeah. Ukiachilia hivyo then sasa from hapo achilia sasa video ya kila ngoma pole tu. Tengeza video ukiachilia. You'll grow. Same to Lava, same to Harmonize. Harmonize umeanza kupotea kwa game bana na ile tunakutambua ni wewe ndo tunangoja upigwe heartbreak utuachilie ngoma kali. So that's my opinion about Harmonize, Lava and Aslay. What do you think? How can you advise them according to you? Wewe kama Mkenya, wewe kama Mtanzania, unaweza kuadvise Harmonize, Aslay na Lava aje? Tukutane kwenye comment section. Napenda sana. Kwaherini, goodbye. Boss Mtoto from Kunda Diani. Follow me on Instagram, TikTok and YouTube at badboy Boss Mtoto. Goodbye. Napenda sana.